Unaangalia GKU Habari Zanzibar. Farin Baraka Isa Farin Fatima Ahmed Farin Minji Masala Hijab Farin Ramadhani Al-Hamid Kwa jina naitwa Madina Haji Juma, ni mchezaji wa JKU. Kwa jina naitwa Sina Msaad, mchezaji wa JKU. Kwa jina naitwa Amina Said, mchezaji wa JKU. Kwa jina naitwa Zakia Mahmud, mchezaji wa JKU. Kwa jina naitwa Adjani Makani, mchezaji wa JKU. Kwa jina naitwa Mariam Hassan, mchezaji wa JKU. Kwa jina naitwa Zuena Ali, ni mchezaji wa JKU. Kwa majina naitwa Adia Kasumani, mchezaji wa JKU. Kwa jina naitwa Shamis Masudi, ni msaidizi wa kocha wa JKU. Kwa jina naitwa Abdallah Omar Musa maarufu Komabo, kocha mkuu wa timu ya JKU. bado mbona mnaondoka? Mchezaji wetu wa Viki anatoka kwa kwenda kuvamia, na hapo anatakiwa atumie dakika sekunde 30 tu kwa ajili ya kuvamia. Anachotakiwa amguse mtu alau mmoja kwa ajili ya kujipatia pointi pale, lakini pia sekunde zake zitakapofikia muda anatakiwa arudi upande wake wa pili alipotokea. Akishindwa kurudi kwa hali ya kawaida, basi au akitaka kufanya uvamizi bila kutumia yale mambo iliyozungumza matatu, akili na utimamu wa mwili na maarifa, mtu ghafla tu inakuwa ngumu mpaka na wewe kufanikiwa na kile ambacho unakihitaji ukipata. Ni mtananga ukata na soka. Ameshindwa kwenda kufuata kile anachokihitaji kufanikiwa na kile ambacho unakihitaji ukipata. Ni mtananga ukata na soka. Ni mtananga kukata na soka. Jamani, mchezo ni furaha. Hitaji uwe na akili kweli kweli, maarifa kweli kweli. Maarifa yanahitajika. Nimekuambia mzani wako, huu ni mtananga wa kukata na soka, lazima ujiandae, jipange kweli kweli. Maana asili yake mchezo huu kule India, lakini ndio mchezo ambao katika mafunzo ya kijeshi, namna gani uende ukapate nchi jirani, lakini ukumbuke ukienda kwenda kuvamia, kumbuka urudi, lakini kwamba namna gani hiyo ni katika swala hali ya seremoni, watu wamevuna vizuri na unatumika mchezo huu kama ni sherehe pale. Kwa wale wenzangu wanaopenda kutazama ile mchezo ya kabadi ni huba. Na hapa Zanzibar sasa hivi tumeshika hatamu ya huu mchezo, tukumbuke hilo bila kuwasahau kwamba tuna mashindano makubwa yatakayofanyika mwezi wa 8 ambao maana asili yake mchezo huu
kule India, lakini ndio mchezo ana moyo mzito kidogo. Haya, mchezaji una kweli kutumia nguvu zako kwa ajili ya kukuna kile ambacho kinakufuata, rudi katika hali ya utulivu kabisa. Hakika tunajivunia yote kwa wote. Kweli kutumia nguvu zako kwa ajili ya kukuna kile ambacho kinakufuata, rudi katika hali ya utulivu kabisa. Lakini kweli kweli mchezo hauna masiara mpaka kupata pointi ya mtu huo umetumaa kweli kweli, lakini maarifa ndio kinachosaidia hapo, hakuna chingine. Tunaendelea. Ndio wana akili katika kupambana. Pointi hapo. Jasho likutoke kweli kweli. Wakati tunaendelea na mtanange wetu, tusisahau kuendelea na shukrani zetu kwa muasisi wetu Brigedia General Said. Mtalange ukisikia kabadi kwamba hatumi mtoto dukani, basi ndio hivyo, hatumi mtoto dukani. Hapo unahitaji umara kweli kweli, akili kweli, inahitaji akili, maarifa. Hapo ni ndugu kabadi lakini na JKU kabadi wanachuana kikamilifu, wanachuana kikamilifu kwa dogo pointi tatu muhimu uko maa unajipanga kesho na kesho kutwa na kutana na vijana wa Uganda. Kabadi
mnaofanya nyie sio. Agapi mnafanya nyie. Kama sisi basi nasema ndio kwenye benchi la ufundi. Mtalange. Ukisikia kabadi kwamba hatumi mtoto dukani. Basi ndio hivyo, hatumi mtoto dukani hapo. Unahitaji imara kwa kweli, akili kweli. Tu samahani, kazi mbili, kusherehekea au kununa. Huku nje sisi mambo mawili, ununa, ufurahi. Kinachotakiwa ndani ya uwanja ni wachezaji na marefari, kuna masuala mengine. Kwa hiyo hapa tunao mtatanange. Name out. Huu ndo mchezo wa kwanza leo. Ndio kwanza tunafungua. Haya, tumebakia dakika 2 kwa kipindi cha kwanza. Tumebakia dakika 2 kwa kipindi cha kwanza. Tumebakia dakika 2 kwa kipindi cha kwanza. Na hiyo mbili yenyewe ishakuwa moja na kidogo. Bakia 2 na Mimi naweza kucontrol yote. Unavaa viatu vyangu kweli? Mimi naweza kucontrol yote. Tayari. Ni kabadi Stone beats on the beat. Afande, kazi ulotutuma tutafanya kwa usahihi, tutaongeza bidii kwenye utendaji. Dhamira ni kukuza uchumi na kutoa elimu kwa vijana wa taifa hili, hilo ni jukumu letu, raia na mali. Kwa hiyo mchezo unaohitaji akili sana, kama nilivyozungumza mwanzo, akili, maarifa. Ukiona vyako vinaniwa usioshuhudie, sema ujue hiyo ni hatua haina. Kwa ndio mchezo wa kabadi, kokote uliko, pambana.
Namba 7 inaenda kuvamia. Najaribu kupale kutafuta. Amekwenda kuvamia lakini ameshindwa kurudi na kile ambacho amekwenda kukivamia. Pointi imekwenda JKU Kabari. Kwa hiyo mchezo unaohitaji akili sana kama nilivyozungumza mwanzo. Akili, maarifa. Naenda kutafuta kile. Namba 21 kutoka Yuki. Mama achoka kwa kweli. Tunatembea nazo. Unakwenda nazo na tunatamba nazo. Anasema namba 12. Kucha Ndima. Anasema usije na TV. Pango kuja na TV. Anasema ni wewe chuki. Tunatembea nazo. Unakwenda nazo na tunatamba nazo. Anasema namba 12. Kucha Ndima mgongoni. Namba 8 Nyuki. Tunatembea nazo. Unakwenda nazo na tunatamba nazo. Anasema namba 12. Kucha Ndima. Anasema usije na TV. Pango kuja na TV. Sifa ndio anaotumika hapa. Akili, maarifa. Namba 7 mgongoni naye anaenda kuvuna. Tunatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ngazi kwa ngazi. Ngazi kwa ngazi. Kucha Ndima asema hatoki salama huyo. Msananga ukata na shoka kweli kweli. Msananga ukata na shoka kweli kweli. Yaani hapo utumia akili, utumia maarifa. Hapo tena utumia akili, maarifa. Pointi ngapi? Pointi 3. Mujibu wa Juba. Hitaji akili. Tukumbushane tuko mpaka siku 6 kama sikosei, kwa siku 7, 20, 21, 22 mpaka namba ngapi? Namba 10 anajaribu kupambana kweli kweli. Namba 10 amekwenda kuvuna. Ameshindikana kuvuna. 19 mgongoni kutoka JKU. Mama Shuu huyo. Haya. Tumia nguvu, tumia akili. Tuma pointi yako, vuna pointi. Na huu yeye. Namba ngapi mgongoni huko? Namba 3. Nataka vune 3 vile vile. Namba 3 mgongoni. Natafuta. Nahitaji akili kwa kweli. Nahitaji maarifa kwa kweli. Haya. Twende. Hadithi inayokuja ni ya sungura sikia. Hadithi ukiangoja leo ninakuletea. Ilikuwa siku moja kusikia sungura na kuambia. Haya jamani, niwakumbushe
Nakumbusha huu mchezo bwana. Haya, namba ngapi mgongoni tena? Namba 8 mgongoni. Anajaribu kwenda kutafuta kile ambacho anakihitaji. Unaweza ukala unywele lakini kwa usiweke. Haya. Shukuru pia wenzetu wa habari ambao wako live nao Zanzibar Cable, lakini pia haya, namba ngapi mgongoni tena? Namba 8 mgongoni. Anajaribu kwenda kutafuta kile ambacho anakihitaji. Sio tunasahau. Hawajafika mtu 40. Tuna dakika 13 tukumbuke. Unasikia? Huku nilikuwa najua kuna sala. Haya, kuna tangazo wakati mtanange wetu unaendelea. Kuna miongoni mwetu amekuja na usafiri wa marindi mawili na iskeli ambayo iko getini pale, anahitajika pale akaiondoe. Kama yupo mwenzetu amekuja na baiskeli, ashaonekana. Tatizo hana unywele, kautoa. Ayo mama, anasema na lazima aondoke na penti pale. Namba 10. Jamani, kumtanange utaona kama kawaida. Dada namba 10 huyo mdogo. Haya, kuna tangazo wakati mtanange wetu unaendelea. Kuna miongoni mwetu amekuja na usafiri wa marindi mawili na iskeli ambayo iko getini pale. Una furaha kweli kweli, una haiba kweli kweli, una haiba kweli kweli, una haiba kweli. Dakika 5 zimebakia, dakika 5 za kukamilisha mtanange wetu. Dakika 5 zimebakia mwanzo huo. Basi kimaliza hapo, tuna watoto wadogo kutukamilishia mchezo wetu kwa siku ya leo. Bali naomba tupokee mchezo wetu kwa mikono miwili. Mchezo wetu nadhani kwa mara ya kwanza. 4 minutes to play. Tunazidi kukumbushana wachezaji, zimebakia dakika 4, lakini tunakumbushana wachezaji wetu pande unaotokea na unaoingia sisi tukausahau. Pia tunakumbushana mtu kabla ya kutoka au baada ya kutoka ndo anaruhusiwa kuingia mchezaji mwingine. Tusiwachanganye watazamaji. Watazamaji leo wamekuja kwa ajili haya, namba ngapi mgongoni? Yaani usherehesha huu mchezo unahitaji moyo, unafurahi, unaona. Bakia dakika 3. Zimebakia dakika 3, tukumbuke
hizo dakika 3. Dakika 3 zimebakia. Imebakia dakika 3. Naomba kuitumia. Huyo ni Bedina namba 14. Anasema alikuwa ni MVP. Ilikuwa ni MVP huyo. Ilikuwa ni MVP. Ilikuwa ni MVP. Namba 7 mgongoni. Anajaribu kwenda kuitafuta pointi ya kuweka mezani. Uzani sawa pale. Ukizama uzani. Dakika zangu zimekamilika. Mimi dakika zangu zimekamilika. Stone Beats on the beat. Afande, kazi ulotutuma tutafanya kwa usahihi, tutaongeza bidii kwenye utendaji. Dhamira ni kukuza uchumi na kutoa Yeah.